watumwa wakisema waambie, tazameni nimeandaa karamu, wakakataa kuja. Lakini hawakujali, wakaenda zao, mmoja shambani kwake na mwingine kwenye biashara yake. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Natamani tutembee kwenye wazo kuu ambalo mama kanisa ametupa kulikariri na kulitafakari kwa wiki hii. Wazo kuu la utii wa neno. Wazo kuu ambalo tunalikariri na kulitafakari na kuliishi katika wiki hii ambayo kanisa limetupa ni juu ya utii wa neno. Lakini nikukumbushe tafsiri nyepesi kabisa ya utii. Ni tafsiri pana, haitoshi kuelezea kwa sentensi moja, lakini itoshe kusema nikukumbushe kwa utii maana yake ni kuyafanya yote unayopaswa kuyafanya pasi na kutegemea unavyojiona, unavyojisikia, unavyopenda au unavyotaka. Kwa lugha nyepesi kabisa, neno utii maana yake ni kuyafanya yote kimsingi unapaswa kuyafanya bila kujali unavyopenda, unavyoona, unavyotaka au unavyojisikia. Huo ndio utii. Popote penye utii, hakutegemei wewe unavyotaka, hakutegemei wewe unavyoona, hakutegemei wewe unavyopenda, wala hakutegemei wewe unavyojisikia. Lakini kwenye utii pia kuna utii kwa namna mbalimbali au kwa namna nyingi. Unaweza ukawa kwenye utii wa muda, ukawa utii wa neno la Mungu, au utii wa Mungu, au utii kwa kiongozi, au utii kwa mzazi, au kwa utii kwa mkubwa wako wa kazi. Vyote vile, lakini tambua tu kwamba ukielewa hapo mwanzoni, utakwenda utanielewa zaidi. Utii ni kuyafanya yote au ishi yote unayotakiwa kuyafanya bila kutegemea unavyotaka, unavyopenda, unavyoona au unavyojisikia. Maana utii wetu hautegemei tunavyotaka. Utii wetu hautegemei tunavyoona. Utii wetu hautegemei tunavyojisikia. Maana kama kutii, tunapaswa kutii bila kujali tunavyotaka, tunavyoona, tunavyopenda au tunavyojisikia. Katika injili yetu ya siku ambayo tumesomewa, ambayo kanisa limetupa katika injili yetu ya siku, katika injili ya Mathayo, injili kama alivyoandika Mathayo sura ya 22, nimeangalia mistari miwili na mambo mawili tu ya kujifunza. Jambo la kwanza wanasema mstari ule wa 3, injili takatifu kama alivyoandika Mathayo sura ya 22 mstari wa 3, anasema akawatuma watumwa wake wawalike kuja harusini, lakini wakakataa. Nao wakakataa kuja. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wakakataa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wakakataa. Tafsiri kukataa maana yake kutokuwa tayari kwa lile unalotakiwa kulifanya. Kutokuwa tayari. Ukimtuma mwanao aoshe vyombo akakataa, maana yake hakuwa tayari kuosha hivyo vyombo. Ukimtuma mwanao kaninunulie vocha akakataa, maana yake hakuwa tayari kwa hilo unalomtuma. Wakakataa. Kwa kukataa ni kukosa utii. Na nilikwambia mwanzo kwamba utii ni kuyafanya yote unayopaswa kuyafanya bila kujali unavyoona, unavyotaka, unavyojisikia au unavyopenda. Kwa hiyo watu hawa wamealikwa harusini, lakini wakakataa. Hawakuwa tayari kwenda harusini. Kwa na sisi inawezekana kuna mara kadhaa Mungu anatutaka tufanye moja, tufanye mbili au tufanye tatu, lakini tunakataa. Tunakuwa hatuko tayari kwa ajili ya lile ambalo tunatakiwa tulifanya, na kwa sababu ya kutofanya lile ambalo Mungu anataka tulifanye, maana yake tunakosa utii. Ni sawasawa ambavyo wazazi baba au mama anapomtuma mtoto wake akakataa, manake amekosa utii. Ndivyo ambavyo sisi mbele za Mungu pia, Mungu anapotutaka tufanye moja, mbili au tatu kwa habari ya kanisa, kwa habari ya utumishi wetu, kwa habari ya huduma yetu, kwa habari ya wito wetu, tunapokataa bali tunakosa utii mbele za Mungu. Kwa hiyo kama mzazi anavyojisikia vibaya anapoona mtoto wake ambaye amemtuma
amekataa, ndivyo Mungu anavyojisikia vibaya kuona sisi ambao tunapata kuyafanya mambo fulani kwa habari yake tunakataa, hatuko tayari. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini kwa watii katika yale ambayo tunayaamua na kukubaliana kwa pamoja. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo. Kwa utii ni wajibu. Ni wajibu ambao uko mbele yetu, bali nakwambia utii au tegemee unavyotaka, unavyoona, unavyopenda, ukishaingiza unavyotaka, unavyoona, unavyopenda, unavyojisikia, hapo utii unautafuta, hauwezi kupata. Wanafunzi walifanya tukio moja baya sana. Walifanya ile tukio, mwalimu akawaita. Akamwambia wanafunzi walifanya tukio kwa join. Mwanafunzi mmoja akasema, mwalimu mimi simpendi yule. Pale nikifika pale hata akiniambia nifanye kitu fulani sifanyi. Chochote ananiambia mimi sifanyi. Simpendi yule mwalimu. Sifanyi. Ndio kwa kusukana. Kwa kusukana mwalimu atakuadhibu, atakuchapa. Wewe ukafanye tu. Wakaenda mbele ya yule. Wakafika pale mwalimu akasema, "Ndio mmefanya ile tukio fulani." Sasa join hapa. Mwalimu akamwambia, "Haya, piga magoti." Yule ambaye alisema mimi sifanyi chochote atakachoniambia mwalimu, ndio akawa kwanza kupiga magoti. Mwalimu akasema, "Mkeni kitu cha shule, mkeni kitu cha shule." Yule ambaye alisema mimi simtii mwalimu wala sitamsikiliza wala sitafanya chochote, ndio alikuwa wa kwanza kuruka kitu cha shule. Unaweza kama yule kamshangaa. Yule alisema kwamba mwalimu akimwambia afanye chochote afanye, mbona ndio anakuwa wa kwanza yeye? Kwa hiyo sababu zote ambazo mwalimu alizitoa, yule ambaye alisema mimi sitii wala sifanyi chochote mwalimu alichoambia nifanye, ndio akawa wa kwanza. Baadaye akaja kumuuliza, "Bwana, wewe ulisema kwamba mwalimu akitoa adhabu hii akisema hichi ufanye." Akasema, "Bora kile mimi nilifanya." Moyoni mwangu mimi nilikuwa nimesimama. Sijapiga magoti wala sijachuchumaa wala sijaruka kichwa shua. Mimi moyoni mwangu ile nilifanya tu kumridhisha mwalimu. Bwana Yesu Kristo. Yaani mimi niliona kama mimi nimepiga magoti au nimeshuka, lakini moyoni mwangu mimi nimesimama kwa Yesu. Wala sijapiga magoti wala sijachuchumaa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa nini mfano? Maana yule mwanafunzi aliona kabisa kwamba sawa, nimekosea, lakini mwalimu huyu simpendi, lakini kwa sababu kaniambia nipige magoti, nitapiga magoti bila kujali ninataka au sitaki. Hata kama moyoni mwangu ninajua nimesimama, lakini mbele zake nitapiga magoti. Hata kama moyoni mwangu najua nimesimama, mbele zake nitaruka kichwa. Kwa nini? Kwa sababu ya kutii kile alichokisema. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndivyo mbele za Mungu tulivyo. Kuna wakati tunapaswa kufanya mambo yanayohusu Mungu hata kama mioyo yetu haiko tayari, lakini kwa sababu tunataka kuonyesha utii mbele za Mungu, tunapaswa kufanya na kuyaonyesha hayo mbele za Mungu. Hata kama mioyo yetu inanung'unika, haiko tayari, lakini tunafanya hivyo kwa sababu tunapaswa kuwa watii mbele za Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wangapi washawahi kuibiwa simu na kibaka na kibaka inza kwenye kona au mahali fulani, hapo akaambiwa toa kila ulichokuwa nacho? Wangapi? Najua naona aibu kunyosha kisha tu. Lakini wapo watu wa namna hiyo. Na utana kibaka hapo anakuambia, anakuonyesha tu upanga. Toa ulichokuwa nacho. Hapo shakutana hiyo. Upo wengi hapo najua mtaki kukunyosha. Lakini akishakwambia hivi na akakuonyesha upanga, akwambia kwa usalama wako toa kila ulichokuwa nacho. Utaingiza mfukoni kwa simu. Sijui kama una pochi. Sijui kama una viatu. Sijui kama una saa. Kwani shinda. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama una simu yako ya $500,000, $700,000, ya $1,000,000, upanga tayari uko hapo. Utakachofanya ni kumpa kibaka yule vile vitu, si ndio? Si ndio? Sasa je, utampa kwani unapenda kumpa? Watu wa Mungu unapenda? Jamani, simu ya $1,200,000 mpya kabisa umetumia tu na mwezi.
Unajua kibaka anakwambia toa ulichokuwa nacho. Si inabidi utoe, lakini unatoa vyote. Huko umeshikiwa upanga, sasa yuko mmoja ambapo wawili watatu. Wewe uko peke yako, kama ni mama kama ni baba, kile uko peke yako. Sasa umebananishwa kwenye kona. Utakachofanya ni kutoa ulivyokuwa navyo. Jamani, vitu vinatafutwa, roho itafutwa, nendeni. Bwana asifiwe. Amen. Lakini umetoa si kwa sababu umependa, si kwa sababu umetaka, lakini kuna mamlaka iliyokuamrisha utoe, na kwa usalama wako, kwa uhai wako ukatoa. Lakini moyoni unasema si yangu mimi jamani. Mbona nimeitumia mwezi tu? Viatu vyangu mimi hivi. Saa yangu hii kama ni kipochi, kama kilikuwa kina hela. Maana huna wasaa hata kusema nitapitia ile nyingine nitaziweka huko. Kipochi kabisa kama kilivyo. Lakini kwa nini umefanya hivi? Kwa sababu umetii kila ambacho kibaka au mbaka wala wamekwambia. Kwa hiyo utii wetu mbele za Mungu, kuna wakati tunapaswa kutii hata katika namna fulani ya maumivu, hata katika namna fulani ya kutokupenda, hata katika namna fulani ya kutokutaka, lakini kwa sababu iko mamlaka inayotaka tutii, tutatii kwa sababu ya kuonyesha utii kwa sauti na kwa mamlaka iliyopo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Huo ndio utii, sio kile unavyotaka. Yaani kwenye kutii, ukishaingiza unavyotaka, unavyoona, unavyopenda au unavyojisikia, yaani kwenye utii wewe hauko kabisa na hautaweza. Jambo fulani, kitu fulani, mtu fulani natakiwa ni mtii, lakini nikafanya ninavyotaka, ninavyoona, ninavyopenda, ninavyojisikia, hapo utii huo. Ndio maana nikutoa mfano wa iwe kibaka. Unatoa vitu vyako vya thamani, si kwamba unapenda, lakini kwa sababu ya usalama wako unatii. Unafanya yote. Hata kama utagulia maumivu yako, utanunua vitu vingine, lakini umetii mbele ya yule mbaya, mbele ya yule. Ndivyo utii wetu mbele za Mungu. Lakini Mungu anataka zaidi kwenye kutii pasipo kushurutishwa, ni kutambua wajibu. Ndio maana nakwambia mwanzo, kuyafanya yote tunayopaswa kuyafanya. Tunayopaswa kuyafanya bila kujali tunavyopenda, tunavyotaka, tunavyoona au tunavyosikia. Hapo ndipo kwenye utii. Kwa hiyo watu hawa walipoalikwa usiku, asema hawakujali, wakaenda kila mmoja kwenye shughuli zao. Yaani hawakutii, wakapuuzia tu. Lakini nataka nimalizie kwa kusema hawakuwa ni kitu kibaya. Kila mmoja alikwenda kwenye shughuli zake. Hata hapa kila mmoja ana shughuli zake. Kila mmoja anakwenda kwenye biashara zake, kwenye kazi zake, kwenye mihangaiko, kila mmoja. Lakini nataka tumalizie kwa kusema, ipi nafasi ya Mungu katikati ya shughuli zake? Ndio pointi ya kuondoka. Ipi nafasi ya Mungu katikati ya yote uliokuwa nayo? Ipi nafasi ya Mungu? Yaani Mungu ana nafasi gani katikati ya shughuli zako? Mungu ana nafasi gani katikati ya majukumu yako? Mungu ana nafasi gani katikati ya uwezo wa kifedha uliokuwa nao? Bali kuna mtu mmoja katika Biblia alipata mazao mengi sana, mengi najua mnafahamu hiyo mfano. Alipata mazao mengi sana. Hapo akasema akaniambia nafsi yangu, kula na kunywa. Usalisema agara hizi ni ndogo, nitazivunja nikajenga kubwa zaidi. Lakini Mungu akamwambia una akili wewe. Usiku leo nataka wewe. Kwamba nafasi yako kwa mali ulizopewa, kwa utajiri na kwa uwezo uliopewa wa kifedha, ipi nafasi ya Mungu katikati ya uwezo uliokuwa nao? Ipi nafasi ya Mungu katikati ya shughuli zako? Kwamba unaweza uliona kabisa kwamba kila mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara zake, mwingine kwenye mambo yake. Hawakutoa nafasi. Asubuhi ya leo kwenye utii, ipi nafasi ya Mungu? Pamoja na mambo yako yote, na shughuli zako zote, na mihangaiko yako yote, na ratiba zako zote, na vyote vinavyokuhusu, tambua, heshimu nafasi ya Mungu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.